Na yule mtu anagawa ODM, anatoa hii pesa yote ya ODM, ya kugawa ODM ni Uhuru Muigai Kenyatta. Wacha niseme ukweli. Mimi naenda kulala kwangu nyumbani. Siendi kulala kwa mtu. Kuna kitu kinaendelea ndani ya siasa za Kenya ambacho kinaweza kubadilisha kabisa mchezo wa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Je, kwa nini Junet Mohamed ameamua kumshambulia waziwazi aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta? Na je, kauli hizi zinaashiria mwanzo wa vita vipya ndani ya ODM? Leo tutapitia hatua kwa hatua kauli zake nzito ambazo zimemgusa Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, William Ruto na hata nafasi ya naibu wa rais na urithi wa kisiasa mwaka 2032. Hakikisha unaangalia video hii hadi mwisho, sababu kila kauli inaunganisha kauli nyingine na mwisho wake inaweza kukushangaza. Karibu sana hapa Mizuka Media. Katika mkutano huo, Junet Mohamed alianza kwa mada ambayo imezua mjadala mkubwa. Video hiyo ilimuonyesha Junet akidai kuwa aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amekuwa akitumia ushawishi wa fedha na kujaribu kugawa chama cha ODM. Kwa mujibu wa Junet, mchezo huu si wa leo, anasema umekuwa ukiendelea kwa muda mrefu na kwamba viongozi wa ODM wamekuwa wakiuona. Kauli hiyo imeibua maswali mengi. Je, kuna mvutano wa ndani ambao wananchi hawajauona au ni sehemu ya siasa zinazoelekea mwaka 2027? Na yule mtu anagawa ODM, anatoa hii pesa yote ya ODM, ya kugawa ODM ni Uhuru Muigai Kenyatta. Wacha niseme ukweli. Mimi naenda kulala kwangu nyumbani. Siendi kulala kwa mtu. Sasa huyu jamaa alikuwa rais ya Jamhuri ya Kenya. Alishindwa, alikuwa na polisi, alikuwa na kila kitu. Yeye wakati alikuwa anataka kuwa rais 2013, wakati waliibia baba, aliapishwa. 2017, wakati waliibia baba, aliapishwa. Mbona yako apisha baba 2022? Kama anasema ukweli. Yeye yake anajiapisha. Ya baba anasema sina uwezo. Hii nilikuwa long con. Walikuwa wametupangia. Sasa anataka ati yeye ndio anataka aongoze ODM. Anatuletea watu, anasema lazima tugawe ODM. Sisi ODM haiwezi kusaidia mtu kama Uhuru Kenyatta na chama chake kuenda kurudi kwa power. Tutatafuta power kivyetu kama chama ya ODM. Tumeelewana? Sisi watu wetu ni watu kama Oparanya, watu kama Barasa, watu kama Utuoma. Hawa ndio tunatambua. Hawa wakaniambia nataka kusimama rais, mimi na support hao, kwa sababu ni watu ambaye wako katika chama chetu Italanyi. Sasa mimi nauliza jambo la mwisho nikimaliza. Sisi sasa tumekuwa wajinga. Sisi sasa tumekuwa wajinga kama ODM. Kiwango ambaye wale watu wameshindwa. Wale watu ambaye wamekataa kusaidia baba. Watu kama Uhuru Kenyatta, watu kama Matiangi, mtu alikuwa anatuzi baba kila siku kama Gachagua. Sisi tunaweza ungana nao kama ODM? Wangapi wanasema shetani ashindwe? Shetani. Baada ya hapo, Junet akaenda mbali zaidi. Safari hii akazungumzia urais wa Kenya. Katika kauli hiyo, Junet alikumbusha historia ya uongozi wa Kenya. Akataja kipindi cha Jomo Kenyatta, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta na akasema eneo la Mlima Kenya limeongoza kwa muda mrefu. Kisha akasema wao wana mpango wa kumuunga Rais William Ruto amalize kipindi kingine na baada ya hapo watataka kuona rais kutoka jamii ya Waluya. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa mitandaoni. Wapo wanaoiunga mkono, wapo wanaoikosoa na wengine wanauliza je, huu ndio mwanzo wa ramani mpya ya siasa za mwaka 2032? Watu wa Mount Kenya wamekuwa president miaka ngapi? Miaka 15 ya Jomo Kenyatta, miaka 10 ya Kibaki, miaka 10 ya huyu naitwa nani? Uhuru Kenyatta. Hiyo ni miaka ngapi? 35 years wamekuwa kwa mamlaka ya Kenya. Huyu mzee tunataka kusaidia sasa tamu ya pili. Moi alikaa 24 years na yeye sasa atakaa miaka 10. Hiyo ni miaka ngapi? 24 years. 34 years. Tangu Kenya ipate uhuru, hawajawahi kuona rais mwingine ambaye sio mtu Mount Kenya na sio mtu Rift Valley. Lazima baada ya huyu mzee Mluya lazima kuwe rais ya Kenya kupitia chama cha ODM. Tumekubaliana? Sasa angalia hao watu ya hapa, watu ya Nyanza, wa Kisii, nini, hakuna. Kwani hawa sio wa Kenya? Na sasa wakati tunataka kurekebisha hiyo, wengine wanaona kama ni kitu mbaya. Wanapiga kelele.
wanaleta fujo. Sasa mimi nauliza, wewe angalia kama mtu sasa tunafanya naye hapa Nyanza, huyu gavana Orengo. Yeye sasa anataka kurudisha sisi kwa Uhuru Kenyatta. Lakini hapa ndipo mambo yalizidi kuwa makali. Junet aliwashambulia baadhi ya viongozi wa upinzani. Kwa mujibu wa kauli yake, viongozi hao wameacha msimamo wao wa awali kwa maslahi yao binafsi badala ya maslahi ya mwananchi. Ni kauli ambayo imeendelea kuchochea mjadala mkubwa. Wafuasi wa pande mbalimbali wamekuwa wakijibizana kuhusu nani anasimamia maslahi ya wananchi na nani anafuata maslahi ya kisiasa. Hii watu yote mnaona wanapiga kelele ambaye tulikuwa nao pamoja ODM. Kila mtu wanatafuta. Wengine walikuwa wanataka ukuwe ministers, wamewachwa nje. Mwingine anaona sasa baba ametuacha, anataka achukue nafasi ya baba. Mwingine, kila mtu iko na agenda yake. Hakuna mtu ambaye ako na agenda ya wananchi ya ODM. Kila mtu anatafuta yake ya ukubwa. Tusidanganyane. Na hakuna pahali katiba imeandika ya Kenya ya kwamba chama ya ODM ibaki kwa upinzani mpaka Yesu arudi. Iko pahali imeandikwa? Ati sisi ni watu kungoja Yesu arudi tuko opposition. Lazima chama, all political parties zinakuwa formed to capture political power. And we are looking for power. Kama unaweza pata kwa dirisha, sawa sawa. Kwa mlango, sawa sawa. Kwa mabati, sawa sawa. Kwa sijui njia gani, sawa sawa. Bottom line, ukue kwa nini? Power. Tusidanganye watu wetu. Hakuna chama hapa Kenya imehangaika kuliko chama cha ODM. Kutetea wananchi, kutetea wa Kenya, kuhakikisha ya kwamba haki imefanyika katika nchi yetu. Chama hii ndio imelete demokrasia, katiba mpya na kila kitu. Lakini saa uchaguzi kifika, unasikia watu wanaenda hivi, kura inaibwa, sijui mwingine amefanyiwa nini. Safari hii lazima tukue werefu ambayo wamerefuka. Sisi pia tupambane na watu wengine ambayo wamekaa kwa mamlaka. Sasa huyu baada ya hayo, Junet akahamia kwenye historia ya ODM. Alisema hakuna chama cha kisiasa nchini Kenya ambacho kimepitia changamoto nyingi kama ODM. Kwa maoni yake, ODM imekuwa mchango mkubwa katika safari ya demokrasia nchini Kenya. Kauli hii imewakumbusha wengi historia ya siasa za Kenya na nafasi ambayo chama hicho kimekuwa nayo kwa miaka mingi, lakini pia imezua mjadala kuhusu mustakabali wake kuelekea uchaguzi ujao. Hakuna chama hapa Kenya imehangaika kuliko chama cha ODM. Kutetea wananchi, kutetea wa Kenya, kuhakikisha ya kwamba haki imefanyika katika nchi yetu. Chama hii ndio imelete demokrasia, katiba mpya na kila kitu. Lakini saa uchaguzi kifika, unasikia watu wanaenda hivi, kura inaibwa, sijui mwingine amefanyiwa nini. Safari hii lazima tukue werefu ambayo wamerefuka. Junet akafungua mjadala mwingine mkubwa. Alisema angependa kuona nafasi ya naibu wa rais ikitoka ndani ya chama cha ODM. Kwa mtazamo wake, hilo lingekuwa rahisi kisiasa kuliko kushirikiana na vyama ambavyo havina mshikamano wa karibu na ODM. Kauli hiyo imeongeza mjadala kuhusu muundo na miungano ya kisiasa kuelekea uchaguzi ujao. Je, ODM inaandaa mkakati mpya au ni ujumbe kwa washirika wake wa sasa na watarajiwa? Na mimi naunga mkono wale wanasema deputy president atoke kwa ODM. Mimi naunga mkono. Oparanya akikuwa deputy president atakuwa karibu na mimi kushinda mtu mwingine ambaye ametoka kwa chama nyingine. Ni mtu ya chama chetu. Si ni kweli hiyo? So tuungane ili tuende kuwinda pamoja. Tumeelewana hiyo? Hatuwezi kusema ati sasa kwa sababu yeye anataka kuwa deputy president sasa yeye ni Mluya. Hapana, yeye ni mtu ya ODM. Mimi nitafurahi sana kama Ruto anaweza chukua Oparanya kama deputy president. Atakuwa amekamilisha ndoto ya baba ya kuwa mtu ya ODM ako katika barabara na safari ya kukuwa rais ya Jamhuri ya Kenya. Mimi nataka kusema tena ya pili ya kwamba sisi hatukuenda kwa serikali ya broad based kivyetu.
Kwa ujumla, kauli za Junet Mohamed zimefungua mijadala mingi kwa wakati mmoja, kama nafasi ya Uhuru Kenyatta ndani ya siasa za Kenya, mustakabali wa ODM, ushirikiano na Rais William Ruto, urais wa mwaka 2032 na nafasi ya naibu wa rais. Maswali bado ni mengi na mjadala unaendelea. Sasa ningependa kusikia maoni yako. Je, unakubaliana na kauli za Junet Mohamed au unaona siasa za Kenya zinaelekea katika mwelekeo tofauti? Niachie maoni yako kwenye comment section. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Wangapi wanasema shetani ashindwe? Shetani Gachagua, mnakumbuka watu ya ODM. Bandugu zangu wa ODM, mnakumbuka Gachagua. Wakati baba alikuwa anafanya maandamano 2023, Gachagua alikuwa anaingia kwa ofisi saa 11 asubuhi. Saa 11 kama jua haijatoka, anasema anataka kupambana na baba na watu ya ODM. Sasa sisi tunaweza ungana na watu kama hao? Sasa mimi nataka tufanye hivi. Mimi nataka tufanye hivi kama ODM. Tujipange kama ODM. Tusaidie watu wetu. Tusaidie wamama na tusaidie vijana. Mimi nataka ODM wapange empowerment ya kusaidia vijana ya Busia County kama ODM. Hiyo ndio mambo ya broad based. Lazima serikali ya broad based isaidie vijana ya Busia wapate nguvu, wapate biashara.